Mama mjamzito unazuiaje kuchanika msamba au kuchanika ukeni kipindi cha kujifungua? Karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuweza kutembelea channel yangu, unaweza kusubscribe hapo chini, uende kujifunza kuhusiana na afya mama mjamzito lakini vile vile na mtoto mchanga. Kuna mmoja ya mfuatiliaji wangu hapa anaitwa Anifa, anasema samahani dokta, nina ujauzito ndio wa kwanza. Je, nifanye nini ili nisihangaike kujifungua na wala nisichanike? Sasa Anifa, nikwambie tu kwamba kwenye kuhangaika wakati wa kujifungua sijakuelewa unamaanisha nini, lakini uchungu ni uchungu. Kama utajifungua kawaida utapata maumivu. Kikubwa tu usiwe na hofu, ni kitu cha kawaida. Kuna akina mama wengi wamepitia na walikuwa hawajui na wakajifungua kawaida bila kuwa na changamoto yoyote. Hasa kwenye ishu ya kuchanika, haswa kama wewe ni ujauzito wako wa kwanza, uwezekano wa kuchanika upo kwa asilimia kubwa, lakini si akina mama wote wao wanachanika wakati wa kuweza kujifungua. Kuna wale wengine ambao unakuta wao hawachaniki msamba au kupasuka ukeni, kwa maana kwamba kuchanika uke, wao wanapata tu michubuko midogo midogo ambao huwa hahitaji kuweza kushona. Sasa kuchanika msamba au kuchanika ukeni huwa kunakuwa na daraja zake au hatua zake ambazo tunaita degree za TEA, ambao kuna ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne na kadhalika. Sasa kama kusikiza video hiyo kuhusiana na hatua za kuchanika na zilivyo ambavyo inakuwa inapelekea changamoto, basi unaweza click suggestion hapo juu utasikiza video hiyo, ila utasikiza mara baada ya kusikiliza video hii. Leo nataka nizungumzie unawezaje kuweza kuzuia kuweza kuchanika, na tunazungumzia ya lile daraja la 3 na la 4. Ukichanika daraja la pili ni kawaida, ambao unakuwa umechanika kwenye ngozi na kwenye misuli kidogo, unashonwa na unapona vizuri kabisa, na utapona haraka sana. Ndani ya kipindi fulani kifupi sana unakuwa umeshapona vizuri. Ni tofauti na unapokuwa umechanika ile daraja la 3 na la 4, ambayo inaweza ikachukua muda mrefu na wakati mwingine kapelekea kupoteza damu nyingi sana, na inakuwa ni hatari kiafya kwa mama. Kwa hiyo mimi nitazungumzia ni namna ipi ambayo unaweza kufanya ili ukapunguza kuchanika. Kuchanika unaweza kutokea, lakini ukachanika ile daraja ya kwanza ambao unaweza kushonwa au usishone, na daraja la pili ambayo mara nyingi watu tunashauri mama aweze kushonwa kwa sababu unakuwa na misuli ambayo imeweza kuchanika na kuweza kupasuka. Sasa unafanya mambo gani? Jambo la kwanza kabisa ambao nakushauri, ambao unaweza kufanya kipindi chako cha ujauzito kabla ya uchungu, ni kufanya tunaita perineal massage. Maana unafanya massage kwenye msamba au kwenye uke wako, na mara nyingi watu tunafanya mimba inapokuwa ina wiki 34, maana ina miezi 8 na wiki 2 kwenda juu. Kwa hiyo unaweza kufanya kwa wiki mara 3, na ule muda wa kufanya unaweza kufanya kwa dakika 5 mpaka 10, wengine wanaenda mpaka dakika 15, kitu ambacho kitasaidia kuandaa misuli yako ya pale ukeni na msamba kuanza kuvutika. Kwa hiyo mwisho wa siku unapoelekea kujifungua, kama ulikuwa umeanza kufanya mimba ikiwa na wiki 34, unapojifungua uwezekano wa kuchanika sana unapungua, na wakati mwingine unaweza usichanike kabisa. Kuna kina mama nimekutana nao wanajifungua mara ya kwanza na wana miaka 20, 21, 22, ila hawachaniki kabisa. Sasa unapofanya masaji kwenye msamba inapunguza uwezekano wa kuchanika, japo haizuii moja kwa moja, ila inapunguza. Kwa hiyo Anifa na wengine, kama wewe unanisikiliza, labda ukuwahi kufanya hii perineal massage, kama nilivyosema unaanzia wiki ya 34, miezi 8 na wiki 2, lakini sasa hizi unanisikiliza labda mimba yako tayari na wiki 40, unaweza ukaanza kufanya au kafanyia ukiwa katika mazingira ya leba. Sasa namna ya kuweza kufanya, ningependa uweze kunitumia message WhatsApp na niweze kukuelekeza. Na ili uweze kupata WhatsApp yangu, unaweza kaangalia kwenye comment hapo chini au kaangalia kwenye description, kuna namba ya WhatsApp, kanitumia message, nitakuelekeza kwa picha namna ya kuingiza vidole. Na hizi message ambaye anaweza kufanya, wakati mwingine unaweza kumtumia mume wako akawa anafanya kama nilivyosema mara 3 kwa wiki, anaingiza vidole, akisha kwamba amenawa mikono ambayo ni safi. Kuna namna ya kuingiza vidole na kufanya message pale kwenye uke karibia na msamba, ili kuweza kulainisha kuwa na misuli ambayo inaweza kuvutika vizuri kama nilivyosema, kama hivi, na mwisho wa siku kujifungua kawaida bila kuchanika. Maana wakina mama wakishonwa wanakuwa wanapata maumivu, na kuna wengine huwa wanashonwa zile ngozi au tissue zinaweza zikapona vibaya, akapata maumivu
muda mrefu, nakuta miezi 3, 4, 5, wakati mwingine mpaka mwaka na nusu mama akifanya tendo la ndoa anapata maumivu kwa sababu ya kushonwa sana, au kushonwa, alikuwa na kidonda kikubwa kikashonwa vibaya, kikapona vibaya, zile tishu zikashikana vibaya, mwisho wa siku anaposhiriki tendo la ndoa anapata maumivu kama kisu ambacho kinakuwa kinakata ukeni, na mwisho wa siku mama hapendi kabisa tendo la ndoa. Sasa ili kuepuka hayo yote, ndo haya mambo unaweza kuyafanya na mwisho wa siku kawa salama, ukajifungua mtoto wako kawa vizuri. Jambo lingine ambalo unaweza kufanya wakati wa kusukuma mtoto, ni vema uweze kusukuma taratibu. Ndio maana unatakiwa uende hospitali mapema, usiende ukiwa na uchungu huko njiani, unazalishwa na watu ambao hawana uzoefu. Kuna wakina mama wanakuta wanazalishwa na dereva bajaji, dereva wa bodaboda. Kwa sababu gani? Umechelewa kwenda hospitali, uchungu ukiwa umeshachanganya. Kwa hiyo unaenda hospitali, utakuta na mkunga, nesi au daktari, atakusaidia kukuelekeza, haswa unapokuwa na uchungu mkali. Na unapokuwa na maumivu makali, unafikia ile hatua ya urge to push, maana yake unataka uanze kusukuma kumtoa mtoto nje na kichwa kimeanza kuchungulia, kinaanza kutoka. Pale huwa tunatamani mama uweze kusikiliza maelekezo. Usisukume mtoto tu kama unasukuma kitu fulani ambacho labda ni mzigo. Sukuma taratibu, msikilize mtaalamu au mkunga, atakusaidia. Kwa hiyo unaposukuma taratibu, ile misuli ya ukeni huwa inatanuka haraka. Inapotanuka haraka, ni rahisi kuweza kuchanika. Kwa hiyo unakuta afu imechanika na umepasuka, na mwisho siku imeleta changamoto. Nitoe mfano. Kwa mfano, hii ni bigiji ambayo nilikuwa nimeitafuna. Sasa hii ni misuli. Hasa hii misuli mara nyingi unapovuta taratibu huwa inatanuka namna hii. Haiwezi kuchanika au kuachana. Lakini ukisukuma mtoto kwa nguvu, ile misuli ambayo ipo kwenye msamba, ipo kati ya uke na njia ya haja kubwa, huwa inachanika kama hivi, kama umesukuma haraka. Lakini kama mtoto wako umeweza kusukuma taratibu kwa kufuata maelekezo, ile misuli inatanuka taratibu kama mnavyoona. Kwa hiyo inatanuka, inaenda mbali, na mwisho wa siku haiwezi kuchanika. Hata kama ikichanika, itachanika kidogo. Ni tofauti na kama nilivyofanya mara ya kwanza, kwamba mtoto wako, au wakati wa kuweza kupushi mtoto wako, ukapushi tu kama mimi nitakavyovuta hii namna hii. Unavyovuta haraka, mwisho wa siku, au unavyopushi haraka, misuli inavutika na kuweza kuchanika, na mwisho wa siku unachanika ukeni, utapoteza damu nyingi, na mwisho wa siku itakuwa ni shida. Lakini jambo lingine huwa tunafanya sisi kama wataalamu, wakunga, madaktari, ndio maana nikasema usijifungulie mtaani, njiani, polini au kwenye usafiri. Ukifika hospitali, huwa tunasaidia pale mtoto anapokuwa anatoka. Kama ni ukeni, huwa tunashika ile sehemu ya msamba na kuweza kusapoti ule msamba usiweze kupasuka wakati mtoto anatoka. Kwa tutakupa maelekezo, sukume taratibu, na tunasaidia ule msamba usiweze kutanuka haraka na mtoto katoka haraka. Kwa hiyo tutatoka taratibu, nikiwa nimesapoti msamba, kichwa cha mtoto kitatoka vizuri, na mwisho wa siku hauwezi kuchanika. Lakini jambo lingine ambalo huwa unaweza ukafanyiwa na ukaomba uweze kufanyiwa, huwa tunasema kwamba unakandwa na maji ya uvuguvugu. Mara nyingi katika ile misuli ambayo iko pale kwenye msamba, nesi akichukua gozi ambayo imeroanishwa na maji ya uvuguvugu, sio ya moto, ya uvuguvugu, akikanda ile sehemu, basi inalainika, usafirishaji wa damu unaongezeka, na mwisho wa siku mtoto anavyotoka unakuta misuli imeshaanza kulegea, na mtoto anatoka vizuri bila kuchanika. Au hata kama utachanika, utachanika gredi ya kwanza au ya pili, ambao unashona haraka na unapona haraka, tofauti na ile gredi ya 3 na ya 4 ambao ni hatari sana. Kwa hiyo hii inaweza kueleza hata kwa wale ambao wanajifungulia kwenye maji, kwa sababu unakuwa kwenye maji ambayo yana uvuguvugu, yana joto fulani ambalo linafanya ile misuli iweze kuwa vizuri, usafirishaji wa damu unaongezeka, mazingira ya msamba, ukeni na sehemu zote ambazo ziko kwenye maji. Mwisho wa siku wale wanapojifungua, kwanza wapate maumivu makali, lakini vile vile misamba yao haichaniki, kwa sababu ya maji ya uvuguvugu yanapelekea ile, au ule ujoto unaopatikana kutokana na kukandwa. Kama umekandwa, maana hapa nazungumzia kwa mtu ambaye anajifungulia tu kitandani, na mwisho wa siku akawa amekandwa ile sehemu ya msamba na kitambaa au gozi ambayo ilichovywa kwenye maji ya uvuguvugu, ambayo sio ya moto sana wala sio ya baridi sana. Kwa hiyo misuli inakuwa imelegea, mwisho wa siku mtoto anapotoka inaweza kuvutika vizuri, na mwisho wa siku kajifungua mtoto bila kuchanika sana. Kwa hiyo itavutika taratibu, na mwisho wa siku utapata mwanao bila maumivu makali, utapata hofu, utakuwa na wasiwasi. Lakini la mwisho ambao nataka nilizungumzie ni njia au namna ya kuweza kujifungua. Wakina mama wengi
tumekariri kwamba kujifungua ni lazima ulalie mgongo halafu usukume mtoto. Sasa kuna njia ambazo unaweza kutumia. Hii ya kulalia mgongo ukiwa unasukuma mtoto ni rahisi sana kuweza kuchanika. Kuna njia nyingine 3 ambazo unaweza kutumia. Kwa umepiga magoti basi na mikono yako ukiwa umeweka chini ukasukuma mtoto. Lakini vile vile unaweza kutumia njia nyingine ya kuchuchumaa kama upo uani au tunaita toilet, wengine wanaita chooni, ukiwa unapata haja kubwa. Kwa hiyo utasukuma mtoto ukiwa unapata haja kubwa, au katika hali ya wima unaweza kupata chuma cha kujishikilia namna hii, ukawa umejishikilia halafu umechuchumaa, basi nesi wako anamtoa mtoto ukiwa umechuchumaa, au ukiwa unasukuma kama upo chooni unasukuma haja kubwa. Lakini vivyo njia ya mwisho kabisa ambayo unaweza kufanya, unaweza kulalia upande, ukalalia ubavu, aidha kushoto au kulia. Mara nyingi tunapendea upande wa kushoto, ukasukuma mtoto ukiwa umeinua mguu mmoja juu. Lakini umelalia upande. Tofauti na ile ya kulalia mgongo ukiwa unasukuma mtoto ukiwa umelala chali. Ile inapelekea mama uweze kuchanika. Kwa hiyo ukienda hospitali kama uko mazingira mazuri, unaweza kuomba njia ya kuweza kujifungua tofauti na ile ambayo tunasema kwamba ya kulalia mgongo. Zinapunguza uwezekano wa kuweza kuchanika ukilinganisha na ya kulalia mgongo ambayo inaweza kupelekea mama uweze kuchanika. Kuna mambo ambayo anaweza kufanya hata ufanye vitu vyote, massage, mkunga wako kusapoti vizuri, ukae style nzuri ya kuweza kujifungua tofauti na ile ya kulalia mgongo, na mwisho wa siku akafanywa hizo massage, ukakandwa na maji ya uvuguvugu, unaweza ukachanika kama tu mtoto ana kichwa kikubwa au mtoto ni mkubwa kuanzia kilo 4 kwenda juu. Lakini vile vile unaweza kuchanika kama utazaa haraka. Kama utazaa haraka, wakati mwingine usifuate maelekezo ukasukuma mtoto haraka. Lakini vile vile kama utajifungua kawaida kwa njia za usaidizi, unaweza kutumia forceps, wakatumia forceps kuweza kutoa mtoto wako kumvuta, au kwa kutumia vacuum. Hizi zinaweza kupelekea kuweza kuchanika. Lakini ule uchungu wa muda mfupi, ndani ya masaa 2 ushajifungua mtoto ashatoka. Hiyo ni hatari, wakati mwingine zikapelekea kuchanika vibaya. Na wengine wanachanika mpaka mlango wa kizazi ambao tunaita cervix, anapata cervical tear ambayo inakuwa ni hatari sana. Sasa ikitokea umeshajifungua mtoto wako na umechanika msamba, labda kuna mambo ungetamani kuweza kuyafanya ili uweze kupona vizuri kabisa bila kuwa na changamoto yoyote, basi unaweza click suggestion hapo kusikiliza video hiyo kuhusiana na mambo gani ufanye mara baada ya kuweza kuchanika msamba wako wakati umejifungua kawaida. Ukiwa na swali niulize hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.